Iran inatafakari kujiondoa katika mkataba wa nyuklia wa NPT. Ripoti zinaonyesha kuwa suala la kujiondoa katika mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia NPT sasa limeweka katika ajenda ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, baadhi ya taarifa zinaeleza kwamba baadhi ya makamanda wanautaka utawala mpya kuhakikisha unatengeneza silaha za nyuklia kwa ajili ya kujilinda dhidi ya Marekani na Israel, kwani wakati huu ambapo taifa hilo halina silaha za nyuklia ni wakati ambapo limejaribiwa sana na vikwazo kutoka Marekani, lakini pia na mashambulizi ya mara kwa mara yaliyofanywa na Israel pamoja na Marekani. Hata hivyo, makamanda hao wanaona kwamba sasa ni wakati wa kiongozi mpya kubariki Iran liwe taifa la nyuklia, lakini silaha hizo za nyuklia ziwe kwa ajili ya kujilinda dhidi ya Marekani. Hata hivyo, makamanda hao wanadaiwa kueleza uongozi wa sasa kwamba moja kati ya mikakati ya mataifa mengi ulimwenguni yenye silaha za nyuklia ni kwamba kuwepo kwa silaha za nyuklia kumewafanya kuwe na utulivu, na kwamba hakuna taifa ambalo limekuwa likitoa chokochoko dhidi ya mataifa hayo, huku akitolea mifano kama katika taifa la Korea ya Kaskazini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim, taasisi kadhaa husika nchini Iran zikiwemo bunge zinapitia kwa dharura suala la kujiondoa katika NPT. Inaripotiwa kuwa mtazamo unaozidi kuimarika ndani ya Iran ni kwamba hakuna tena haja ya kuendelea kubaki katika mkataba huo. Kwa mujibu wa NPT, shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA linapaswa kuweka mazingira ya kulinda na kusaidia Iran kupata teknolojia ya nyuklia ya matumizi ya amani pamoja na vifaa vyake. Hata hivyo, wakati mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Gross anapotoa kauli zinazotafsiriwa kama kuhimiza adui kutekeleza mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, na adui Marekani na Israel anaposhambulia miundombinu ya Iran bila kizuizi au hata kulaniwa na IAEA, basi hakuna tena sababu ya Iran kubaki ndani ya mkataba wa kuzuia nyuklia NPT, na kwamba sasa Iran lazima iwe na silaha hizo za nyuklia. Kimsingi ulianzishwa kwa lengo la kusaidia nchi mbalimbali kuzalisha na kutumia nishati ya nyuklia kwa madhumuni ya amani. Hata hivyo, licha ya ukweli kwamba utawala wa Israel ambao unamiliki silaha hatari za nyuklia haujawahi kuwa mwanachama wa mkataba huo na haujawahi kukabiliwa na shinikizo kujiunga nao, Iran imeendelea kuwa mwanachama wa NPT. Mbali na NPT ambayo kimsingi ni mfumo wa udhibiti na kwa dhahiri wa kusaidia katika sekta ya nyuklia, Iran pia imekubali itifaki ya ziada katika makubaliano mbalimbali, ikiwemo katika mapatano ya nyuklia ya mpango wa pamoja wa hatua kamili JCPOA, na hata imekwenda zaidi ya masharti ya itifaki hiyo ya ziada ili kuonyesha uwazi wake na utayari wa kushirikiana na mifumo ya uangalizi. Hata hivyo, wanachama wa Iran katika NPT haujaleta manufaa yoyote kwa nchi hiyo katika kupata teknolojia ya nyuklia kwa matumizi ya amani. Kinyume chake, mkataba huo wa NPT umekuwa ukisaidia shughuli za ujasusi za Israel na Marekani dhidi ya Iran. Maadui hao wamefanya mara kadhaa hujuma dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran kwa kutumia taarifa zinazotokana na shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA, na hata kufikia hatua ya kuvishambulia kwa mabomu vituo vyake vya nyuklia. Katika vita vya sasa, Marekani na Israel zimedondosha mabomu katika vituo kadhaa vya nyuklia vya Iran bila kulaniwa na IAEA. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho wakati huu wa Iran wanatafakari kujiondoa katika mkataba wa nyuklia wa NPT, lakini kidaiwa kwamba miongoni mwa makamanda wa Iran wanamtaka kiongozi mpya wa Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei kukubaliana na mpango wa Iran kutengeneza kabisa makombora hayo ya nyuklia. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.